Mkamwana anamtesa mama mkwe wake mpaka anamsababishia ulemavu, lakini siku zote mwisho wa ubaya ni aibu. Sikiliza simulizi hii mwanzo mpaka mwisho, na usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe na kuacha maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Katika jiji la kifahari aliishi mama mmoja mjane aitwaye Mama Zaituni pamoja na mwanae wa pekee aitwaye Brian. Brian alikuwa ni kijana mwenye akili. Alihitimu chuo kikuu cha biashara na kupata kazi katika benki moja maarufu jijini. Brian hakuwa na ndugu wengine isipokuwa mama yake huyo anayefahamika kwa jina la Mama Zaituni, aliyemlea kwa jasho na machozi baada ya kufiwa na mume wake miaka mingi iliyopita. Mama Zaituni alikuwa ni mwanamke mwenye busara, mwenye imani na roho ya upendo. Watu wengi walimheshimu kwa hekima zake na busara zake. Siku moja Brian akiwa kazini, katika hafla ya kazini, alikutana na mwanamke mmoja mrembo kupindukia aitwaye Cynthia. Cynthia alikuwa amevaa mavazi ya kisasa, manukato ya kifahari kweli kweli, na tabasamu lililoweza kuyeyusha mioyo ya wanaume wengi kweli kweli. Na mwanamke huyu Cynthia alikuwa ni mwanamke maarufu anayefanya matangazo katika vipodozi mbalimbali na makampuni mbalimbali jijini. Hivyo mitandaoni alikuwa ni mwanamke maarufu anayeposti picha katika mitandao na video mbalimbali akiishi maisha ya kifahari. Hivyo basi Brian na Cynthia walianza kuzungumza, wakabadilishana namba, na muda si mrefu wakawa karibu sana. Kila siku Brian alikuwa akimpeleka hoteli za kifahari, kutembea naye fukweni na kumpa zawadi za bei ghali kweli kweli. Mama Zaituni alianza kugundua mabadiliko. Mwanawe alianza kurudi nyumbani usiku sana, wakati mwingine hata hakulala nyumbani kabisa. Sasa mama yake na Brian siku moja kwa sauti ya upole kweli kweli alimuita mwanake, Brian mwanangu, huyo msichana wako ambaye umeanza kumpenda sana, umeshajua tabia zake vizuri? Hilo ni swali ambalo mama yake na Brian alikuwa akimuuliza mwanake. Brian alitabasamu, akajibu kwa upole lakini kwa msisitizo, Mama, Cynthia ni mwanamke wa ndoto zangu. Ni msomi, ni mrembo na ananielewa. Usiwe na hofu mama, si kila mwanamke wa mjini ni mbaya. Mama alinyamaza kimya, lakini moyoni hakujihisi vizuri. Alihisi kuna kitu hakiko sawa kwa huyo binti. Baada ya miezi 6 ya mahusiano, Brian alimleta Cynthia nyumbani kwa mara ya kwanza. Cynthia alivaa gauni jekundu refu lenye mpasuo wa pembeni. Akapuliza manukato yaliyofanya nyumba yote kunukia harufu ya udi na uvumba. Hakika manukato yake yalikuwa ni ya kifahari zaidi. Mama Zaituni alipomuona tu moyo wake ulitetemeka, si kwa wivu bali kwa hisia ya ndani ya mama inayoweza kuona mbali kabisa. Lakini akamkaribisha, karibu mwanangu. Ilikuwa ni sauti ya upole ya mama yake na Brian ama Mama Zaituni akimkaribisha Cynthia. Cynthia akaitikia, asante mama. Cynthia alijibu kwa upole kidogo na akatabasamu kwa dharau sana. Waliendelea na mazungumzo mepesi, lakini Cynthia hakuonyesha unyenyekevu wakati mama akizungumza. Mara kadhaa alinyanyua simu yake na kuandika ujumbe, kisha kucheka peke yake. Baada ya muda Brian alimsindikiza Cynthia, kisha Brian akarudi ndani. Hivyo basi mama yake na Brian aitwaye Mama Zaituni alikaa na mwanawe na kumwambia maneno haya, Brian, sikatai kwamba mpenzi wako ni mzuri, lakini kumbuka uzuri wa nje hauonyeshi moyo wa ndani. Angalia tabia sio sura mwanangu. Haya ilikuwa ni maneno ya kwake mama yake na Brian akimwambia kijana wake. Brian alitikiza kichwa akacheka. Mama, wewe unawaza kizamani. Dunia imebadilika. Watu wanajua kuishi sasa. Cynthia ni mwanamke wa kisasa na mimi napenda hivyo wanawake wa kisasa. Mama alisema kwa huzuni kweli kweli. Nasema mwanangu, usije ukasema baadaye sikukuonya. Hakika Brian hakumsikiliza mama yake. Baada ya muda mfupi tu Brian aliamua kumuoa Cynthia. Harusi kubwa ilifanyika katika ukumbi wa Serena. Watu wote walialikwa na marafiki wa mitandaoni wa Cynthia walijaa katika shughuli hiyo na kuambia, wakaposti, wakarekodi video mbalimbali na waka-upload katika mitandao mbalimbali kijamii kama Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok. Lakini Mama Zaituni alihudhuria harusi hiyo kwa moyo mzito. Alijua hakuna lisilokuwa na mwisho, na endapo jambo halina msingi mzuri huanguka tu. Baada ya harusi,
kwa sababu Brian hakuwa amenunua nyumba nyingine. Waliamua kuendelea kuishi nyumba ya mama, nyumba kubwa yenye vyumba 4 iliona kila kitu. Mama aliwakaribisha kwa upendo, lakini haikuchukua muda mambo yakaanza kubadilika. Siku chache za kwanza Cynthia alikuwa mpole, alijifanya mtiifu na mwenye upendo, akimuita mama mkwe, mama yangu mpenzi. Lakini ndani ya wiki 2 tu tabia halisi zikaanza kujitokeza. Alianza kumkosoa mama mkwe wake kila kitu. Mama, kwa nini unapika chakula hiki kila siku? Hivi hakuna kitu kingine cha kisasa zaidi? Mama, sofa zako hizi zimepitwa na wakati. Tungeweka za kisasa kidogo. Kwa sauti ya upole lakini yenye sumu. Mama Zaituni alimsikiliza tu huyo binti mke wa mtoto wake, lakini akashindwa kumjibu. Mama yake na Brian alimtafuta Brian na kumuelekeza, mke wako 1 2 3. Lakini Brian hakumuelewa mama yake na kusema maneno haya: mama, Cynthia anajaribu kuboresha mazingira, usichukulie vibaya. Lakini ukweli ni kwamba Cynthia alianza kujiona kama malkia wa nyumba. Alitaka kila kitu kimfuate yeye. Alianza kutupa baadhi ya vitu vya mama bila kumwambia yeye mwenyewe mama, akichukua vyombo vya kifahari alivyovinunua mwenyewe na kuviweka katika kabati. Vyombo vya mama na vitupa tu. Mama aliendelea kukaa kimya tu akiona mambo yote hayo yanatokea. Cynthia akawa Cynthia ndani ya nyumba. Miezi 3 baadaye, Cynthia alianza kumdharau mama hadharani. Wakati mwingine wageni wakija, alimzungumza kwa maneno ya dharau. Mama hana hata ladha ya kisasa, anapenda maisha ya kizamani tu, alisema siku moja mbele ya marafiki zake walipokwenda kumtembelea. Brian alikuwepo pale, lakini hakumkemea mke wake. Alitabasamu tu akijifanya si jambo kubwa. Mama aliumia lakini hakusema kitu. Usiku mmoja mama Zaituni alipokuwa jikoni, Cynthia alimuuliza kwa ukali, mama, unaweza kuanza kutafuta nyumba nyingine ukaishi? Sisi tunataka privacy, hii ni ndoa yetu sasa. Mama alishtuka, machozi yakaanza kudondoka, na kisha akajibu, mwanangu, hii ni nyumba yangu, nimejenga kwa jasho langu na marehemu baba yako, siwezi kuondoka hapa. Cynthia akajibu kwa sauti ya dharau, sawa basi, ila usije ukasema sikukwambia. Haya ilikuwa ni maneno ya Cynthia akimwambia mama. Siku moja asubuhi, Cynthia aliweka maji sakafuni karibu na mlango wa chumba cha mama mkwe, akijua tu mama ataamka kwenda jikoni. Mama alipokanyaga, aliteleza ghafla, akaanguka vibaya sakafuni. Alipata majeraha kwenye uti wa mgongo na tangu siku hiyo alipoteza nguvu za miguu. Walipomfikisha hospitali, Brian alilia kwa machozi kweli kweli, akiamini ajali ile haikuwa bahati mbaya. Cynthia alijifanya kulia, akijifanya mwenye huruma na kuzungumza maneno haya, nilikuwa natengeneza chai, ghafla nikasikia kishindo, nikaenda kumsaidia mama, alisema kwa machozi ya uongo. Mama Zaituni alijua ukweli, lakini hakutaka kusema chochote. Alinyamaza akimwachia Mungu hukumu. Siku zikaendelea. Mama sasa akawa kwenye kiti cha magurudumu, lakini Cynthia hakumjali hata kidogo. Wakati mwingine alimtupia chakula kwa mkono mmoja akimwambia, haya mama, kula, si unajua mimi sina muda wa kukuhudumia. Hakika mama alikula chakula kwa masimango kweli kweli. Lakini siku moja Brian alipoambiwa na mama yake, lakini hakusikia kabisa na wala kuchukua hatua kuhusiana na tabia za mke wake. Zaidi, Brian alimwambia mama yake kwamba, mama, labda unamuelewa vibaya tu Cynthia, uvumilivu ni muhimu, alisema maneno hayo Brian. Mama alitabasamu kwa huzuni, machozi yakimtoka. Mwanangu, uvumilivu wa uovu ni sumu. Haya ilikuwa ni maneno mazito ambayo mama yake na Brian aliyazungumza. Miezi 3 ilipita tangu mama Zaituni apate ulemavu wa miguu. Nyumba ilikuwa kimya, lakini ndani yake kulikuwa na huzuni kubwa. Brian alikuwa akihangaika kazini, akijaribu kutafuta pesa za matibabu ya mama yake, huku akiamini bado kwamba mke wake Cynthia alikuwa msaidizi mwema. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Wakati Brian akiwa kazini, Cynthia aligeuka kuwa mnyama wa roho. Alimsema mama vibaya, alimnyima chakula na mara nyingine hata kumzomea hadharani. Sauti ya mama ilibaki ni maombi tu. Kila usiku akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu, aliinua mikono na kusema, Mungu, usimpoteze mwanangu, mfunulie macho aone ukweli kabla sijafunga macho ya dunia hii. Huo ndio ulikuwa ujumbe wa mama yake na Brian, ama mama Zaituni. Siku moja jioni, jirani aitwaye Mama Tundu alikuja kumtembelea mama Zaituni akiwa na uso wa wasiwasi, na akazungumza maneno haya, dada Zaituni,
samahani niseme kitu. Jana niliona Sinsia anazungumza vibaya sana kuhusu wewe mbele ya watu kule saluni ya jirani. Alisema unajifanya mgonjwa ili mtoto wako akuhurumie. Mama Zaituni alinyamaza kwa muda kisha akatabasamu kwa uchungu na kusema, asante dada yangu, Mungu ndiye mwamuzi wa kila jambo. Mama Tunu alihisi huruma, lakini hakuweza kufanya zaidi ya kumtia moyo. Kwa upande mwingine, Brian alianza kugundua mabadiliko madogo madogo. Nguo za mama zilikuwa chafu, chakula chake kilikuwa kinaharibika bila kula, na mara nyingi Sinsia alikuwa akitoa visingizio vya ajabu. Nilikuwa busy na kazi, sikuweza kumhudumia vizuri, alisema kila mara kwa sauti tamu lakini yenye uongo ndani yake ni janja. Lakini ndani ya moyo wa Brian, shaka ilianza kuchomoza taratibu. Siku moja ya Jumamosi asubuhi, Brian aliamua kubaki nyumbani bila kumwambia Sinsia. Alijifanya anaenda kazini, lakini akabaki chumbani kimya kabisa. Baada ya dakika chache, alisikia sauti kali kutoka sebuleni. Mama uko wapi? Na sahani zangu ziko wapi? Jana nimekupa chakula mpaka leo hujaniletea sahani zangu. Haya ilikuwa ni maneno ya Sinsia akiongea kwa kufoka kweli kweli. Mama akazungumza. Samahani mwanangu, nilidhani naweza kukusaidia kidogo, nitaka kuviosha. Sinsia akajibu kwa ukali. Una haja ya kusaidia? Kaa tu kwenye hicho kiti chako. Unakera kila mtu hapa. Hayo ilikuwa ni maneno ya Sinsia akimwambia mama. Brian alitetemeka, moyo wake ukagonga kwa hasira. Aliamua kutoka chumbani kimya ili kuona kwa macho yake. Aliposogea sebuleni, aliona kitu kilichomuumiza roho. Sinsia akiwa amebeba maji machafu aliyodekia, akiwa anamwagia mama yake maji machafu usoni na kuzungumza maneno haya. Hayo maji ndio unastahili. Kila siku umenizingua humu ndani. Sasa jifunze heshima. Mwisho kunukuu. Haya ilikuwa ni maneno ya kwake Sinsia huku anamwagia maji mama mkwe wake. Mungu wangu, Brian alinong'ona huku machozi yakianza kumtoka. Akasogea kwa kasi akamshika Sinsia mkono kwa nguvu. Umefanya nini wewe? Wewe unamfanyia hivi mama yangu mzazi? Sinsia akastuka akajaribu kujitetea. Nilikuwa namchezea tu Brian, usinielewe vibaya. Cheza. Unamwagia mama yangu maji machafu na unasema ni mchezo. Hasira ya kweli ilimshika Brian kwa mara ya kwanza tangu aoe. Toka kwenye nyumba hii hivi sasa. Sinsia utakaa hapa sekunde nyingine. Sinsia alijaribu kumbembeleza, lakini macho ya Brian yalikuwa mekundu kwa hasira na machozi. Nimevumilia sana. Nimekuwa kipofu wa mapenzi. Nimekosa kumheshimu mama yangu kwa ajili yako. Leo ni mwisho wake. Sinsia alijaribu kubishana, lakini Brian alifunga mlango kwa nguvu na kusema maneno haya. Chukua kila kitu chako, ondoka na usirudi hapa tena. Wakati Sinsia akitoka, Mama Zaituni alilia kwa uchungu na upendo wakati mmoja na kuzungumza maneno haya. Mwanangu, usichukie. Wote tunajifunza kwa njia zetu. Mungu amekufunulia ukweli wake. Baada ya Sinsia kuondoka, Brian alimkumbatia mama yake kwa machozi. Mama, nisamehe. Nilikuwa kipofu, nilikuwa nimeelewa mapenzi. Nilikuumiza, nikakupuuza, nikakosa kusikiliza. Nipe nafasi ya kutumikia tena mama yangu. Mama alimgusa usoni akasema kwa sauti ya upole. Nimekusamehe mwanangu. Upendo mama hauna mwisho. Ulichokosa ni macho ya ndani, lakini sasa umefunguka. Siku zikapita, Brian alianza kumhudumia mama yake yeye mwenyewe. Alimpeleka hospitali bora kwa matibabu, alimhudumia kwa mikono yake na hakurudi tena katika maisha ya Sinsia. Alijifunza kwamba mapenzi bila busara ni upofu unaoweza kuharibu kila kitu kizuri maishani. Miaka miwili baadaye, Mama Zaituni alianza kupona taratibu. Alianza kutembea kwa msaada wa magongo, huku kila mtu katika mtaa ule akimshangaa kwa moyo wake wa upole na msamaha. Brian aliyekuwa amejifunza kutokana na makosa yake aliapa, sitasahau tena maneno ya mama. Kila nikipenda nitapima kwa hekima, si kwa hisia. Na hivyo nyumba ya Mama Zaituni ikarudi kuwa na furaha. Kila asubuhi walikutana, walicheka na kusali. Maisha ya mengine yakaendelea. Funzo: mapenzi yasiyoongozwa na hekima ni kama moto, yanatoa joto mwanzo, lakini mwishowe huchoma moyo wote. Sikiliza sauti ya mama, kwa sababu mara nyingi moyo wa mama huona mbali kuliko macho ya mwana. Mwisho wa simulizi yetu nzuri kweli kweli. Je, mtazamaji, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na simulizi yetu nzuri kwa siku ya leo? Andika hapo katika sehemu ya comment.